Wananchi wa mkoa wa Mara wanatarajia kupata nafuu ya huduma za afya baada ya hospitali ya Royal Polyclinic kutangaza kuwa ipo katika hatua za mwisho za kuanza kutoa huduma hiyo kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza safari za wagonjwa wanaolazimika kwenda nje ya mkoa kutafuta matibabu ya kibingwa. Akizungumza jijini Msoma, mkurugenzi wa Royal Polyclinic Stella Eyembe amesema taratibu za kuingia mkataba na NHIF zimekamilika na kinachosubiriwa ni hatua za mwisho kabla ya huduma kuanza rasmi kama anavyoeleza. Sisi kama Royal Polyclinic tuliamua kuwekeza katika sekta ya afya kwa sababu serikali yetu ya awamu ya 6, moja ya kauli mbiu yake ni kuboresha afya za Watanzania, na sisi tuliamua kuwekeza katika huduma ya afya ili kusogeza huduma za kibingwa katika mkoa wetu wa Mara. Ni hospitali bora na ni hospitali ambayo wananchi wengi wa mkoa wa Mara wanahitaji kupata huduma hii kwa sababu kwanza, kama tulivyosema, ni hospitali ni kliniki inayotoa huduma ya madaktari bingwa, na tunavyojua wananchi wengi walikuwa wanapata hadha ya kwenda nje ya mkoa kwenda kutafuta hospitali na huduma za kibingwa. Kwa hiyo imekuwa ni hospitali ambayo ni kimbilio kwa wananchi wengi wa Mara kwa sababu tunatoa huduma za kibingwa. Tulikosa huduma ya bima ya taifa ya afya kwa muda wa miaka 4, lakini kwa sasa hivi Royal Polyclinic tumeshapata mkataba na bima ya taifa ya afya. Tuko kwenye kumalizia. Kwa hivi karibuni tutaanza kutoa huduma ya bima ya afya kwa wanachama wote wa bima ya taifa NHIF. Eyembe amesema hospitali hiyo inaendelea kuboresha huduma zake kwa kuwa na madaktari bingwa, maabara ya kisasa, huduma za ultrasound, afya ya kinywa na meno pamoja na huduma nyingine za uchunguzi na matibabu. Pia ameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kuweka mazingira rafiki yaliyowezesha hospitali hiyo kupanua huduma zake kwa manufaa ya wananchi. Tuna mashine ambazo ni bora sana, anzia maabara, tuna ultrasound, tuna mazoezi na nini. Tuna mashine ambazo ni bora sana ambazo zinatusaidia kutoa huduma nzuri. Pia tuna wafanyakazi ambao wako vizuri, wanapopokea mgonjwa tunatoa huduma nzuri, mgonjwa anapokuja hapa anapata huduma nzuri na vitu vyote ambavyo wanavihitaji. Kwa ndio maana limekuwa ni sehemu ambayo wananchi wengi wanaikimbilia kwa sababu wanapata huduma zote bora na kupata vitu zote, mahitaji yao yote yale yanayohitaji ya kiafya. Kama mwekezaji wa sekta ya afya na mwekezaji wa Tanzania, kwanza nianze kwa kuishukuru, kama nilivyosema, niishukuru serikali kwa mazingira ambayo wameyaweka. Ni kweli sisi ni wawekezaji, tunapata, ukiona paka tunakuwa hivi na maana serikali inaweka mazingira mazuri. Kwa hiyo niendelee kuiomba serikali yetu tukufu iendelee kuboresha mahusiano haya na wawekezaji, kuwa karibu na wawekezaji ili tuendelee kupanuka na kuendelea kutoa huduma kama wawekezaji. Kwa upande wake, mtaalamu wa afya ya kinywa na meno wa Royal Polyclinic Daktari Emmanuel Sanga amesema magonjwa ya meno na kinywa bado ni changamoto kubwa kwa baadhi ya wananchi, hususan wachimbaji wa madini na wavuvi. Ametoa wito kwa wananchi kuzingatia usafi wa kinywa kwa kusafisha meno mara kwa mara, kupunguza vyakula vinavyoshikamana kwenye meno na kufika hospitalini kwa uchunguzi wa afya ya kinywa kabla ya matatizo kuwa makubwa. Changamoto ya kinywa na meno kwa mkoa wetu huu wa Mara ni kubwa kiukweli, kiujumla ni kubwa sana. Kwa maana kundi kubwa la waathirika watoto na watu wazima, wazee sio sana kulingana na asili ya majukumu au kazi za mkoa wetu wa Mara, ambapo wengi sana ni vijana ambao wanajihusisha na uchimbaji wa madini huko. Kwa hivyo wanajikuta hapo maporini na kukosa umakini mkubwa wa kusafisha kinywa na meno. Athari za kinywa na meno zinasababishwa mara nyingi sana na vitu vichache. Miongoni mwa hivyo vitu ni kukosa kufanya usafi wa kinywa na meno, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni namna au utaratibu wa jinsi tunavyoweza kula vyakula vyetu au aina ya vyakula tunavyovitumia. Kwa hiyo ukianza kudadavua moja ama nyingine, usafi wa kinywa na meno ukikosekana,
huwa unapelekea meno mengi kutoboka. Ukianza kwenye kundi la watoto, kwa mfano, kulingana na vyakula vingi wanavyotumia watoto ambavyo vina asili ya sukari, huwa inapelekea meno kutoboka, na kwa mara nyingi meno mengi kwa mara moja hutoboka, na hiyo hali inaitwa rampant caries kitaalamu. Lakini ukija kwenye vyakula kwa watu wazima, ni ile mifumo au namna tunavyotumia vyakula. Milo yetu tumeiweka ni mingi, kwa hiyo hata utumiaji wa vyakula, ukishatumia meno, uchafu unabaki hujasafisha, kwa hiyo meno yanakuwa na kiwango kikubwa cha kuweza kutoboka. Vyakula ambavyo tunashauri sana kwa watu kutumia ni vyakula ambavyo havina asili ya kushika kwenye meno, ambao tunaita sticky food, au vyakula ambavyo vina sukari kidogo. Na hatuzui kwamba usitumie vyakula vyenye sukari, ila unaweza ukatumia lakini ukazingatia usafi. Baada ya kutumia ukasafisha mdomo wako ukabaki salama, ili kuondoa mazingira ya kufanya meno yako kutoboka. Lakini tunashauri pia milo 3 kwa siku au isiwe zaidi ya 3, na milo kati ya mlo mmoja na mwingine hatushauri sana, kwa sababu hiyo ndo inayopelekea asilimia kubwa meno yetu kuanza kufanyaje, kuanza kutoboka. Saleh Lujuo, GMTV.